watu wanazingatia, yani wanavyofanya maboresho ya kikosi wanazingatia udhaifu wa eneo husika, then wao wanaongeza ubora kwenye eneo lile. Sio unaongeza ubora sehemu yenye ubora alafu unaacha kuongeza ubora sehemu ambazo zenye udhaifu. Kwa hiyo inakuwa ni viongozi, sijui ni benchi la ufundi, mnashindwa kutambua udhaifu uko wapi ili mrekebishe huo udhaifu. Nyinyi mnaongeza ubora kwenye ubora. Ukiangalia neno namba 6 mfano. Sijui kama huwa wanasahau. Game Esperance. Ya hapa ya 2-2. Simba alifanywa comeback. Tulipoteza Simba alipoteza ile game. Ilikuwa 2-2. Ile mechi Simba alikuwa na potential ya kushinda. Lakini akaumia kiungo namba 6. Akaumia center back. Magoli yote yakafungwa ya kusawazisha kutokea na watu hao walioumia. Lakini guess what? Hakuna maingizo kwenye haya maeneo kabisa. Yani Kagoma amecheza full season. Mashindano yote magumu. Anaenda kwanza tena season nyingine. Asipotoboa. Bamyogod. Brother. Inakuaje baba? Shwari kabisa. Niliwaambia wadau jana, tuliwaambia. Ndio. Ni juzi kwa tukija mood ndio itakayo itakayo tutambulisha kwamba ni nani hao. Sisi ni nani. Sasa mbona sauti imeisha? Au kuna shangilia? Wewe unashangilia? Uko unapa Yanga maua yao. Of course mpira mzuri unashangilia kwa sababu si ni watu wa mpira bwana. Kizuri kinashangiliwa. Yes. Yanga maua yao. Kabisa, nituwape maua yao mapema. Wananchi. Yao. Dabi ya Ngao ya Jamii imekamilika. Mnyama ameamua stori za Selemani Mwalimu ziendelee kwa kukubali kufungwa na Yanga, si ndio? Yes, kabisa. Yani Simba angeshinda. Stori ya Selemani ingeisha. Mapema toto ungekuwa kama imezikwa. Lakini kwa sababu mnyama amekubali kufungwa, tunaendelea tulipoishia kwa Selemani. Masimango yanaendelea. Na rais wa Masimango wenyewe anamjua. Ni nani? Mwenyekiti Ali. Ndio mwenyekiti wao. Ali Shabani Kamwe. Huyo ndo rais wa Masimango. Wa nchi. Huyo ana balaa huyo. Ana balaa. Subiri utaona tu. Shughuli ipo. Ukimfuatilia unaweza kama nchi. Harakati. Yaani ukasema uwe na hard feelings. Unaumia. Unaweza ukaloga out Instagram. Ukaachia watu staki. Ukaachia kaambia umestaki, ukadeactivate account. Ujue Yanga wananongwa sasa. Mno. Nongwa nyingi. Yaani ukisikia nongwa. Tafsiri yake ni Young Africans. Yaani Yanga wananongwa kinoma. So hawajaanza leo. Toka miaka hiyo naambiwa miaka hiyo wanaitwa Kuala Lumpur Malaysia. Wale wazee wanongwa. Chama la nongwa. Young Africa wananongwa sana. Vijana wa Afrika. Tena usiombe wawe kwenye ubora wao namna hii. Tawakoma. Kazi utakuwa nayo. Na kuongeza kwenye nongwa sasa. Yes. Wameenda wamemchukua Sele. Wamempa Ngao baba. Kwapa. Nyanyua kwapa kaka Selemani. Inua kwapa. Yani unajua bwana Young Africans hawanaga shughuli ndogo. Yani hawana shughuli ndogo kabisa. Sasa kulikuwa na maana gani yani Selemani Mwalimu ndo ainue Ngao? Captain nikamwambia bwana. Yani hao ndo Young Africa. Yani hapo wanazidi sasa kuvuruga. Wamekupiga chuma, wamechukua Ngao. Na mchezaji wako wamemchukua. Wamekuchukulia mchezaji na bado huyo mchezaji anatumika kukuumiza. Anainua kwa mbele yako. Na amekuwekea gari mfano uone vizuri. So poa. What a moment. Yani huu ndo muda ambao hufai kabisa kuwa shabiki wa Simba. Yani shabiki wa Simba sasa hivi. Sijui ipo kwenye hali gani. Hali mbaya. Yani hawapumui hata kidogo. Hawapata nguvu ya kupumua. Yani wamepata kidogo furaha ya Simba Day, Selemani Mwalimu mara huyu ameondoka. Kidogo ile wanajishauri watu wamechukua Ngao. Kwa hiyo yani naona tu yani kuwa shabiki wa Simba sasa hivi yani kama ni kujiongezea mzigo. Ni pressure juu ya pressure. Ni pressure juu ya pressure. Huku na wala viongozi, huku dabi unapoteza. Viongozi huko hawaelewani sijui. Mo anasema hili, Magori anasema vile. Yani kila mtu anatafuta nafasi ya kuwa naye azungumzi. Kwa hiyo yani kuna kwa vile hamna mmoja. Tofauti na kauli mbiu yao ya nguvu moja navyo. Zimekuwa nguvu tatu. Zimekuwa nguvu tatu sasa. Kuna wengine wapo Jairuti, wengine Mo, mwingine Magori.
mwingine sijui Mangungu, yani shagala bagala. Kuifunga Yanga. Kuifunga Yanga brother. Ndio. Mimi naamini kitu kimoja. Yes. Ukiwa na tatizo lolote hata liyo dogo kiasi gani, Yanga humfungi kabisa. Yani unachozungumza wewe ni kama ulichoniambia behind the camera. Yani ukiwa na imperfection yoyote huwezi kuifunga Yanga. Imperfection kwenye nini? Kwenye chochote. Kwenye uongozi, imperfection kwenye timu, imperfection kwenye squad selection, imperfection kwenye the way timu inavyocheza. Yani ukiwa na imperfection kidogo tu, Yanga wanaitumia vizuri. Yes, huwezi kuifunga Young Africans. Na ndio kitu ambacho kinaonekana. Yes, yani ukiona Young Africans hadi anafungwa. Yani tunasema mpira unadunda, lakini sio Young Africans. Yanga they are so good kwenye derby. Yani kuna muda hadi unajiuliza, unasema hii Young Africans ule utajiri wa wachezaji waliokuwa nao, zile quality za wachezaji waliokuwa nao, yani unasema wakiamua kuchukua ubingwa watachukua mpaka watakapotaka, yani mpaka wao wenyewe waseme basi. Yani huo ni uhalisia. Yani wakisema tunachukua ubingwa leo, tunachukua ubingwa mwakani, tunachukua ubingwa mwakani tena, yani watachukua mpaka wao wenyewe waseme basi hatutaki kuchukua. Serious. Yani ni a lot of quality. Kila eneo, kila idara kuna quality. Na uzuri wa quality za Young Africans zimekuwa well distributed. Exactly. Yes. Exactly. Eneo la defense unaona quality kubwa mno. Eneo la kiungo quality tunaiona. Eneo la forward yani ndo usiseme. Yani quality imekuwa well distributed. Angalia upande wa kulia wa Young Africans. Yani quality top quality yao kwa Satoula. Yani no doubt anakimbia mpaka dakika very good player. Upande wa kushoto una Mohamed Hussein, una Boka top quality. Yani huyo Boka, yani Boka, yani amekuwa, yani sasa hivi amekuwa kama Gareth Bale kipindi anacheza fullback namba 3. Yani akipanda juu anakuwa winga, akishuka chini anakuwa beki kweli. Anafanya kazi. Sio kwamba anakuwa beki, anakuwa beki. Unaona quality. Eneo la katikati una center backs quality top. Bakari Mwamnyeto anaonyesha klasi yake, japokuwa mashabiki kidogo wa Tanzania tunamkosea sana kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto. Yani Mwamnyeto akicheza hivi husikii maneno ya aina yoyote. Sikuwa kiharibu. Yani husikii maneno in terms of kusifiwa wala kuongelewa. Yes, yani akifanya vizuri hasifiwi hata kidogo. Yani hasifiwi, haongelewi in short. Lakini akikosea atasemwa mno. Sasa hiki kitu inabidi kidogo tupunguze huu utamaduni tu. Yani mtu akifanya vizuri msifieni akiwa hai. Msifieni na mpeni maua yake. Na akikosea pia si vibaya kumsema na ili ajisahihishe. Lakini akifanya vizuri haongelewi. Akifanya vibaya anaongelewa negatively. Hapana, hiyo sio nzuri. So ukija katikati mwa kiwanja quality zimekuwa well distributed. Kwenye wings Franks zote mbili, Albert Kangwanda, Zokwani. Yani unaona kwamba quality. Ukija juu pale Peter Shalulile, Ture, Ibrahima Ture, yes, nani Selemani Mwalimu. Kwa unaona yani kikosi cha Young Africans kina quality kubwa mno na quality ambazo zimekuwa well distributed kwenye kila nafasi. Hiyo ni tofauti na kwa upande wa Simba Sports Club. Simba ina wachezaji wenye quality kubwa sana lakini wamerundikana sehemu moja. Sasa kitu hiko kinakuwa unakosa balance ya team. Kwa mfano angalia upande wa kulia wa Simba Sports Club, fullback ya kulia una David Kameta Duchu, una Shomari Kapombe, una Chilambo. Of course hatukatai quality zao, lakini no doubt huwezi kufananisha na quality iliyoko Young Africans. Njoo upande wa kushoto una Anthony Mligo, una Nixon Kibabage. Nixon Kibabage ameshindwa kumaliza dakika 90. Level yake ya fitness haiko vizuri. Amepatwa na misuli. Kwa sababu gani? Fatiki imekuwa kubwa kwenye misuli kwa sababu ile fitness hajafikia fitness ambayo inatakiwa kucheza game kama ile. Yes, ameingia Anthony Mligo, huoni ile quality ambayo ipo upande wa Young Africans. Ambao mpaka kocha anaamua Shabalala, wewe si fullback. Unaenda kucheza wing. Yes, yani hiyo inaonyesha quality. Haya, njoo eneo la katikati mwa kiwanja, dimba la chini pale. Yusuf Kagoma, niambie mwingine nani? No. Hatuna namba 6. Ibrahim Jabbar namba 8, it's okay. Mwingine nani? Njoo kwenye wings sasa. Hapo ndo utaipenda Simba Sports Club.
una Keletso, una Mpanzu, una Oura, una Libase, top players in terms of kwenye wings humo. Ni wachezaji wazuri, ni wachezaji bora sana. Na wenye quality kubwa sana. Lakini wapo wamerundikana sehemu moja. Umemaliza kwenye wings, njoo kwenye strikers. Una nani? Kwa nini hizo quality usidistribute kwenye kila nafasi? Yani poor distribution of qualities kwenye kila nafasi ndo kitu kinachoonekana upande wa Simba. Ungekuwa na fullback mmoja labda wa kigeni au hata kama sio wa kigeni, lakini ni top quality kwa sababu hata Young Africans wana ma center back wawili wazawa, lakini quality yao yani wao ndo timu ya taifa, lakini quality yao ipo juu. Yes, kwa hiyo Simba mwingine yupo anapumzika nje. Yes, lakini kwa Simba yani ni distribution ya qualities imekuwa very poor. Yani wachezaji wengi wenye quality kubwa wapo sehemu moja. Wote wapo pembezoni mwa kiwanja kwenye wings zile. Sasa timu hiyo mkipigwa pini tu pembeni. Mkipigwa pini pembeni tu mechi imeisha. Katikati ya kiwanja hakuna ubunifu kabisa. Hakuna ubunifu kabisa. Ni mbio tu. Akipotea Clatous Chota Chama. Mechi imeisha. Ndio umemtoa na sawa. Namba 10 nani? Namba 10 nani pale? Atakusaidia namba 10 nani? Huna. Yes, lakini ukija kwa upande wa Africans distribution ya qualities imekuwa well organized. Yani unajua wanakaribiana kubora. Yani sijui Simba Sports Club wanafanyaje maboresho kwenye timu yao ili ionekane wanaboresha. Kwa sababu yani sijui wanafanyaje maboresho kwenye timu yao ili ionekane wanaboresha. Kwa sababu kila siku wana upgrade players, wana upgrade team, lakini huoni timu inatokea wapi? Huoni timu. Kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi ni ngumu kuona kama sasa hivi imeimprove kwa sababu gani? Maingizo yote yamekuja sehemu ambazo zina ubora. Exactly. Yani exactly. Umemaliza. Yani umeongeza ubora kwenye timu yako. Wapi? It's okay. Lakini umeongeza ubora sehemu kulipokuwa na ubora. Msimu uliopita Simba wamemaliza msimu wakiwa na Libase Gay upande wa kulia, upande wa kushoto Anicet Oura. Yes. Yes. Lakini maeneo hayo ya pembeni wameongeza tena wing. Wameongeza tena Keletso ambaye anaweza kucheza huko. Wameongeza Bakari Msimu ambaye sasa jamani, kwa nini wasifanye hizo distribution ya hizo quality kwenye nafasi nyingine? Leta fullback mmoja wa maana wa kigeni upande wa kushoto. Leta center back mwingine uwe na center back watatu. Lakini leo hii Simba Sports Club ikitokea Rushain Derek ameumia, hakuna replacement yenye quality ya hali ya juu. Hakuna. Sasa hiyo timu ya aina gani hiyo? Yaani timu ambayo akikosekana center back wako mmoja, timu imekufa. Angalia kwa Young Africans. Dickson Job msimu mzima yupo nje. Hata wakumbuka. Anacheza Baka, anacheza Mwamnyeto. Last season alikuwa na Asink. Msimu huu ana Faruk Komara. Ni top quality defender. Kwa hiyo unaona kabisa yani pale yani watu wanazingatia yani wanavyofanya maboresho ya kikosi wanazingatia udhaifu wa eneo husika, then wao wanaongeza ubora kwenye eneo lile. Sio unaongeza ubora sehemu yenye ubora alafu unaacha kuongeza ubora sehemu ambazo zenye udhaifu. Kwa hiyo inakuwa yani viongozi sijui ni benchi la ufundi mnashindwa kutambua udhaifu uko wapi ili mrekebishe huo udhaifu. Nyinyi mnaongeza ubora kwenye ubora. Ukiangalia neno namba 6 mfano. Sijui kama huwa wanasahau game Esperance ya hapa ya 2-2 Simba alifanywa comeback. Tulipoteza Simba alipoteza ile game. Ilikuwa 2-2. Ile mechi Simba alikuwa na potential ya kushinda. Lakini akaumia kiungo namba 6. Akaumia center back. Magoli yote yakafungwa ya kusawazisha kutokea na watu hao walioumia. Lakini guess what? Hakuna maingizo kwenye haya maeneo kabisa. Yani Kagoma amecheza full season. Mashindano yote magumu. Anaenda kwanza tena season nyingine. Asipotoboa bado siku 2. Yani hiki kitu viongozi wa Simba Sports Club wanabidi wajifikirie sana. Yani inabidi wajifikirie sana. Sidhani kama kocha Steven Baka anafurahia hiki kinachoendelea ndani ya kikosi cha Simba. Kwa sababu mwisho wa siku yeye ndo akulaumiwa. Atalaumiwa yeye kwa sababu yeye ndo anabeba. Leo hii atakwambia sina striker. Sina striker. Atakana msifia Dumbi. Yes. Ila akirudi huku nyuma akikaa mwenyewe atasema sina striker kiongozi. Yaani sina mshambuliaji hatari ambaye naweza nikamtegemea.
Atakuja atakwambia sina namba 6 mwingine ukimtoa Kagoma, nifanye nini? Atacheza nani? Kevin Nation ameingia. Yaani acheze Kevin Nation Simba na Yanga. Kweli? Yaani yeye mwenyewe kocha Steven Baka akikata waambia viongozi, hiki mnachonifanyia sio sawa. Haya, umeniletea Dumbia, it's okay. Quality yake ndogo haitoshi. Huyu anifai kwenye timu yangu. Hatoshi. Haya, inahitaji maboresho kiungo namba 6 dimba la chini. Umeniletea Kevin Nation. Ni kweli Kevin Nation aje kuwa upgrade ya Yusuf Kagoma. Lakini ukiangalia na Kagoma, yani wanafanana na ukute Kagoma yupo juu kidogo. Sasa unavyofanya upgrade ya kikosi, usilete mchezaji mwenye kiwango cha chini. Anapungua tu kwa ambaye yani unatakiwa ufanye maboresho ili huyu ambaye yupo apush kwenda juu, level na yule au hata mpite zaidi. Sasa leo hii Simba Sports Club akikosekana Yusuf Ali Kagoma namba 6 na unacheza mechi kubwa labda ya kimataifa au mechi kama dabi kama hii, ni tayari ishakuwa mtihani huo. Yani ushakuwa mtihani. Kwa hiyo yani viongozi wa Simba inabidi wajitathmini sana wanavyofanya usajili. Wasifanye usajili kuridhisha watu au kuridhishana wao wenyewe kwa wenyewe, au wasifanye usajili kwa maslahi yao binafsi. Kinachotakiwa kifanyike, angalia udhaifu uko wapi, rekebisha. Angalia ubora uko wapi, fanya marekebisho. Sio unafanya marekebisho sehemu ambapo haihitaji marekebisho. Yani ni logic ndogo. Yani ni logic kama hujui mpira. Yani hata kama hujasomea sijui masuala ya uongozi wa mpira. No, yani unajua tu mwanangu. Hata yangu mimi iko pale. Hata ukimchukua mtoto wa darasa 3 ukamuuliza, angalia Simba pale nani pale, atakwambia pale Kibabage, pale Duchu anahitaji msaada. Lakini leo hii unaenda unampa msaada Libase. Nini sasa? Unampelekea msaada Aura. Alafu huko nyuma kuna vuja. Viongozi wanabidi wajitathmini. Kama kweli timu inataka inajengwa. Msimu umeisha. Unajua kabisa mimi nina strong wings na strong center backs. Lakini ikitokea mmoja ameumia, na shida. Kule juu kwa mawinga una replacement, una watu wana sababu zao kina Mpanzo mpaka wengine wanacheza namba 9. Lakini unaongezea tena pale. Una midfield, central defensive midfield wa kumsaidia aliyopo. Aidha mwenye quality yake au mimi mzidi. Haufanyi marekebisho ambayo yanastahili hapo. Mashindano makubwa yanakuja. Champions League. Zile nafasi 10 zile tunalaumiana, tumeshuka. Tashuka tena. Makundi yenyewe ndo haya. Kila mtu anataka huko. Timu zenyewe ndo zile kina Igor Dukongo. Timu za maana zipo huko. Yani timu za maana. Inabidi viongozi wajitathmini sana. Jamani kuna shida. Yani hizi imperfections huwezi kumfunga Young Africans. Yani hizi imperfections zilizopo ndani ya kikosi cha Simba. Kuanzia squad, imperfection kwenye uongozi, yani hazitakiwi na sio yani tunasema ni sumu kwa maendeleo ya timu. Yes, kwa sababu mwisho wa siku imperfections zenu zitawaathiri sasa hadi saikolojia ya wachezaji. Zitaathiri saikolojia ya mashabiki kwamba hamna cha kutegemea. Mangungu sijui hivi, sijui Mo anafanya. Kwa sababu unajua Young Africans kuanzia mashabiki, viongozi wote wanaongea lugha moja. Wimbo ni mmoja. GSM engineer. Wote ni kitu kimoja. Yanga bingwa, Yanga bingwa. Tunamtaka Selemani. Wakisema mwakani tena, wote wanasema mwakani tena. Lakini upande wa Simba, mwekezaji anasema pesa ipo benki. Anakuja sijui viongozi wanasema sijui muulizeni yeye. Anakuja mwingine anasema Jairuti X Factor challenge player. Kwa nini? Mwingine anakuja anasema hatuwezi kulipa bilioni 1. Yaani kwa nini kunakuwa na hizo sauti 4 in one team? Brother. Kwenye timu kunabidi kuwe na sauti moja. Simba kuna sauti. Yaani mnabidi mkae chini huko mkubaliane. Alafu mtu mmoja akija akisema kitu, yuko ndo kimesema. Wimbo ni mmoja. Lakini au bora msiongee kama kila mtu anazungumza. Huyu atazungumza, huyu atazungumza na havifanani. Bora. Yes. Kwa sababu anaongea engineer, anachoongea engineer ndo anachoongea GSM, ndo anachoongea Arafat. Ndo msemaji anachoongea. Yes, ndo anachoongea Ikamwe. Lakini anachokiongea Ahmed Ali ni tofauti na Mangungu, ni tofauti na Magoli, ni tofauti na Mo, ni tofauti na Jairuti. Sasa hiyo inakuwa hiyo ni timu moja hiyo. Na wanasema nguvu moja. Yaani ni timu moja, nguvu moja. Simba nguvu moja. Kauli 5. No way kukaa na nguvu. Kutoka kwenye timu hiyo moja. Yaani no way kukaa na nguvu. Hizo ndo imperfections zenyewe tunazozungumzia ambazo ukiwa nazo huwezi kutoboa mbele ya Young Africans. Iwe ni mechi moja, iwe ni msimu. Yaani ndo hivyo. Yaani mwisho wa msimu utasikia tu mwakani tena. Yes. Na kauli hiyo watakuwa nayo tena.